Wapendwa wa taifa la Mungu, karibuni sana katika tafakari ya neno la Mungu. Ikiwa leo tarehe 1 ya mwezi wa kwanza mwaka huu mpya 2026, Mama Kanisa anaadhimisha sherehe ya Bikira Maria mama wa Mungu. Ni sherehe ambayo inaadhimisha kila mwanzoni mwa mwaka katika tarehe 1 ya mwezi Januari. Hivyo wapendwa taifa la Mungu, kufikia siku hii ya leo ni kwamba katika oktava ya Noeli tumetimiza siku 8 tangu tusherehekee kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Somo la kwanza ni la kitabu cha Hesabu sura ya 6 aya 22 hadi aya ya 27. Somo la pili ni la waraka wa Mtume Paulo kwa Wagalatia sura ya 4 aya ya 4 hadi aya ya 7. Na somo la tatu ni la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka sura ya 2 aya ya 16 hadi aya ya 21. Tusikilize Injili takatifu. Siku ile wachungaji walienda kwa haraka, wakamkuta Mariamu na Yusufu na yule mtoto mchanga amelala horini. Walipomwona wakatoa habari walioambiwa juu ya huyo mtoto. Wote waliosikia wakastaajabu kwa hayo walioambiwa na wachungaji. Lakini Mariamu akayaweka maneno hayo yote akiyafikiri moyoni mwake. Wale wachungaji wakarudi huku wanamtukuza Mungu na kumsifu kwa mambo yote waliosikia na kuyaona kama walivyoambiwa. Hata zilipotimia siku 8 za kumtahiri, aliitwa jina lake Yesu kama alivyoitwa na malaika kabla hajachukuliwa mimba. Injili ya Bwana. Wapendwa taifa la Mungu, ni jambo la kumshukuru Mungu sana kwa kuweza kutufikisha tena katika kuanza mwaka huu mpya 2026, na tunamshukuru kwa yote ambayo ametutendea katika mwaka 2025. Yapo mengi sana ambayo tumeyapitia katika maisha, ikiwa ni changamoto, ikiwa ni mafanikio, lakini katika yote tunazidi kumshukuru Mungu kwa zawadi ya uhai aliyotujalia. Na wote ambao walipenda kufikia siku ya leo katika kuvuka huu mwaka, Mwenyezi Mungu azidi kuwajalia pumziko la milele, kwa kuwa tayari wengine wameshatangulia mbele za haki. Basi katika nafasi hii, wapendwa taifa la Mungu, naposherehekea sherehe ya Bikira Maria mama wa Mungu, wapendwa, tunaona ni namna gani Bikira Maria anabeba jukumu hili kubwa. Na katika jukumu hili kubwa ambalo analibeba ni katika historia ya kanisa, ambapo kumetokea na uzushi mwingi wa kuweza kupinga juu ya mapokeo haya na juu ya mafundisho haya ambayo yanazidi kuonyesha Mama Bikira Maria ana nafasi gani katika kanisa. Mama Bikira Maria ana nafasi gani katika historia ya wokovu wa mwanadamu. Bikira Maria ni mama kweli wa Yesu. Bikira Maria ni mama wa Mungu kweli. Bikira Maria ni mama wa huyu mtu kweli, Theotokos kwa Kigiriki. Wapendwa taifa la Mungu, tukirejea katika historia ya kanisa, mwaka 431 kulitokea uzushi wa mtu mmoja aliyeitwa Nestorius, ambaye aliona katika Kristo nafsi ya kibinadamu iliyoungana na nafsi ya kimungu ya mwana wa Mungu. Akawa anapinga
juu ya ukweli huu. Akipinga uzushi huu, Mtakatifu Cyril wa Alexandria na ule mtaguso wa tatu uliofanyika Efeso mwaka huo 431 waliungama kwamba neno akiunganisha na nafsi yake mwili uliouishwa na roho yenye akili amekuwa mtu. Ubinadamu wa Kristo hauna nafsi nyingine isipokuwa nafsi ile ya mwana wa Mungu iliyoutwaa ubinadamu na kuufanya wake katika ule alipotungwa mimba. Kwa sababu hiyo, mtaguso wa Efeso mwaka huo 431 ulitangaza kuwa Maria ni kweli mama wa Mungu kwa kuchukua mimba ya kibinadamu ya mwana wa Mungu katika tumbo lake. Ni mama wa Mungu sio kwa sababu neno wa Mungu ametoa kwake asili yake ya kimungu, lakini kwa sababu ametoa kwake mwili mtakatifu wenye roho yenye akili, akafanana nao katika nafsi yake, na ndivyo tunavyokiri kuwa neno amezaliwa kadiri ya mwili. Rejea Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 436. Na vile pia ukirejea katekisimu hiyo ya Kanisa Katoliki namba 495 tunaelezwa kwamba Maria anayeitwa katika Injili mama wa Yesu, kabla ya kuzaliwa mwanawe kwa msukumo wa Roho Mtakatifu, ameshangiliwa kama mama wa Bwana wangu. Yule ambaye Maria amemchukua mimba kama mtu na ambaye amekuwa mwana wake kadiri ya mwili, ndiye mwana wa milele wa Baba, ambaye ni nafsi ya pili katika Utatu Mtakatifu, na kanisa linaungama kwamba Maria ni kweli mama wa Mungu Theotokos. Basi wapendwa taifa la Mungu, tunaona zaidi juu ya uthibitisho katika mafundisho haya ambayo yanamhusu mama Bikira Maria, na hii sifa ya mama wa Mungu ni mojawapo ya jina la huyu mama. Hivyo wapendwa taifa la Mungu, hali ya ubinadamu wa Yesu ilichangiwa na mama huyu Bikira Maria. Vile alichukua mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na kuzaa hii nafsi ya pili ya Mungu, Mungu Mwana, mkombozi wetu Yesu Kristo. Basi kwa ubatizo tumefanywa pia kuwa watoto wa Mungu. Rejea waraka wa kwanza wa Yohane kwa watu wote sura ya 3 aya ya kwanza. Hivyo kwa kufanyika kuwa watoto wa Mungu, kumbe ndugu zangu, sisi pia ni ndugu zake Kristo. Na kama sisi ni ndugu zake Kristo, na huyu Bikira Maria ni mama yetu pia. Rejea Injili ya Yohane sura ya 19 aya ya 27, ambapo kuna yale mazungumzo juu ya maagizo ya Bwana wetu Yesu Kristo kwa yule mtume, yule mwanafunzi ambaye alipendwa sana na Yesu. Mwana, tazama mama yako, na mama, tazama mwana wako. Basi wapendwa taifa la Mungu, katika sehemu hii sisi sote tunajumuishwa kuwa wana wa huyu mama Bikira Maria. Mama Bikira Maria ni mama yetu. Kwa Bikira Maria kuwa mama yetu, tunaendelea kupata maongozi mazuri, tunaendelea kupata malezi bora kupitia kwa huyu mama katika maisha yetu sisi kama Wakristo. Kwa kuwa ukirejea katika litania ya Bikira Maria, huyu mama anaitwa nyota ya asubuhi. Ni nyota ya kutuongoza sisi katika maisha yetu. Huyu mama anaitwa mnara wa Daudi. Huyu mama anaitwa mnara wa pembe. Huyu mama anaitwa sanduku la agano. Huyu mama anaitwa mlango wa mbingu. Huyu mama anaitwa mfariji wa wakimbizi. Huyu mama anaitwa mfariji wa Wakristo. Huyu mama anaitwa msaada wa Wakristo. Na huyu mama anaitwa kioo cha haki. Basi ni neema ambayo kwake amejaliwa sana na Mwenyezi Mungu katika upekee kwa kubeba jukumu hili ambalo nasi tunafaidika, nasi tunapata mfano, nasi tunapata malezi kupitia kwake, nasi tunafaidi maombezi yake katika maisha yetu ya kila siku. Hivyo tunapoanza mwaka huu mpya, tuyakabidhi maisha yetu kwa maombezi ya mama Bikira Maria,
ili tujaliwe imani na ujasiri kama ambavyo alivyotuonyesha yeye katika kutii kwake maagizo ya Mungu. Na kwa kutii maagizo yake ndipo ambapo hata mambo mengine anaendelea kustaajabu makuu ya Mungu katika wito wake, katika kuitikia kwake kwa kuweza kufanyika kuwa mama wa Yesu. Basi mama huyu yale ambayo anastaajabu hata baada ya kupokea ujumbe kutoka kwa hawa wachungaji ambao walitokewa na malaika, na wanapoenda na kuyasema yale ambayo wameambiwa, mama huyu anapoyasikia anayapokea haya na kuyaweka maneno haya moyoni mwake akiyafikiri kwa kina. Tunaona na tunajifunza juu ya ukimya, busara na hekima za huyu mama. Huyu mama hajawa mtu wa kuropoka ropoka. Maana wengine kwa kupata nafasi adimu kama hii, nafasi kubwa, basi tunajikuta ni watu wenye majivuno. Tunajikuta ni watu wa kuweza kuona watu wengine hawana maana yoyote. Tunajikuta wakati mwingine ni watu wa kuropoka ropoka, kutokuwa wasiri. Basi wapendwa taifa la Mungu, kwa mfano wa huyu mama tunaalikwa sote kujifunza makuu ya Mungu yanapokuwa yamefanyika katika maisha yetu. Tusubiri sana wakati wake wa kuweza kuyadhihirisha kwa watu, wa kuweza kuyadhihirisha ili katika yote iwe kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu. Na tukumbuke habari njema tunapoisambaza kama hawa wachungaji ambapo wameibeba hiyo habari na kuweza kuisambaza kwa watu wengine. Ni kundi dogo, kundi ambalo lilidharaulika sana, kundi ambalo lilionekana halina maana, kundi ambalo liliunganishwa kama yale makundi ya kina mama, yani wanawake pamoja na watoto ambao walikuwa hawana haki hata ya kumiliki ardhi, walikuwa hawana haki hata ya kuweza kutoa tamko lolote ambalo likaweza kunufaisha jamii nzima au likawa na mamlaka kwa jamii nzima. Hivyo kundi hili ni mojawapo la kundi ambalo lilionekana ni kundi la kinyonge, lakini Mungu analitumia ikiwa ni sehemu mojawapo ya kuweza kuelekeza kwamba Kristo aliyezaliwa na kuweza kufanyika kuwa mwanadamu amekuja kwa ajili ya watu pia kama hawa, watu hawa wanyonge, ili waweze kuonekana kwamba na wenyewe wana umuhimu katika maisha yetu. Wanakuwa wa kwanza katika kutangaza hii habari njema ya kuzaliwa kwa huyu mtoto Yesu. Basi wapendwa taifa la Mungu, haya yote ambayo mama huyu Bikira Maria pia anayapokea na Yusufu akiwa baba mlishi wa Yesu, wanazidi kuonyesha mfano halisi wa hii familia ambayo inatengenezwa. Basi wapendwa taifa la Mungu, kitu kingine ambacho tunajifunza katika hii siku, pale ambapo tunasikia kwamba ni siku ya 8 katika oktava ya Noeli. Tumesikia mwishoni kabisa kwamba hata zilipotimia siku 8 za kumtahiri, aliitwa jina lake Yesu kama alivyoitwa na malaika kabla hajachukuliwa mimba. Wapendwa taifa la Mungu, Mungu alimtuma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria, kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Basi wapendwa taifa la Mungu, tunaona wazi kwamba baada ya siku 8 Bwana wetu Yesu Kristo anafuata desturi ya Wayahudi, hususani ikiwa chini ya sheria, kama ambavyo tumeelezwa katika somo la waraka wa Mtume Paulo kwa Wagalatia sura ile ya 4 kuanzia aya ya 4 mpaka aya ya 7. Tunaona Bwana wetu Yesu Kristo anafuata desturi kuzaliwa kwake, na katika kukua kwake mpaka anapokuja kutimiza siku 8 anafuata desturi ya kutahiriwa, ambapo ukirejea katika kitabu cha mambo ya Walawi sura ya 12 aya ya 1 hadi aya ya 3, ni siku ya kutahiriwa na kupewa jina kwa mtoto aliyezaliwa siku ya Noeli, na hilo jina anaitwa Yesu. Haya ni mapokeo ya sheria ya Musa ya kutahiriwa na kupewa jina siku ya 8 baada ya kuzaliwa kwake. Basi wapendwa taifa la Mungu, ndio maana tunaelezwa kwamba
huyu mtoto amezaliwa chini ya sheria, ikiwa mojawapo ni katika kutimiza hii sheria ambayo Musa aliwaeleza wana wa Israeli kwamba kila mtoto wa kiume anapozaliwa anapokuja kutimiza siku ya nane anatakiwa kutahiriwa. Wapendwa taifa la Mungu, ndio siku ambayo pia mtoto huyu anapewa jina la Yesu. Mtoto huyu anapewa hilo jina. Je, hilo jina Yesu maana yake nini? Yesu ni jina ambalo linatokana na maneno mawili, Yahweh na Yasha. Yahweh maana yake Mungu na Yasha maana yake kukomboa. Hivyo maana ya jina la Yesu ni kwamba Mungu mkombozi. Mungu ni mkombozi wetu. Kristo aliyezaliwa kwetu anakuja kutukomboa, anakuja kutufanya wanyonge tuweze kuthaminika tena, tuweze kupata nguvu na kupata matumaini juu ya maisha ambayo wakati mwingine tunakuwa tumekata tamaa. Hivyo wapendwa taifa la Mungu, ujio wa huyu ambaye amepewa jina Yesu, ikiwa na maana Mungu mkombozi wetu, wapendwa, tuweze kulipokea hili jambo na tuweze kumpokea huyu mtoto kweli aje kuyakomboa maisha yetu. Na kuweza katika hali ya kukomboa maisha yetu, tutathmini hivi ambavyo tunafanya sherehe hii pia katika mwaka huu mpya 2026. Tufanye tathmini juu ya maisha yetu katika mwaka uliopita, mwaka 2025. Tulianguka wapi? Tulifanikiwa wapi? Tulipitia changamoto zipi? Basi kwa kufanya tathmini hiyo, maana yake tunatafuta nafasi nyingine ya kuweza kujirekebisha pale ambapo tulikosea. Tunatafuta nafasi nyingine ya kuweza kuendeleza kile kitu ambacho katika mwaka uliopita tulifanikiwa. Basi wapendwa taifa la Mungu, ni kuzidi kumuomba Mungu ili aweze kutusaidia katika haya yote, ili akapate kuwa kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu. Yapo mambo mengi sana ambayo wakati mwingine tumepitia, ikiwa ni mafarakano, ikiwa ni chuki, ikiwa ni ugomvi. Basi yote ya katika jumuiya zetu, katika familia zetu, yanapokuwa yanatokea, yanasababisha maumivu moyoni, yanasababisha maafa, yanasababisha majanga, yanaleta taswira ambayo wakati mwingine ni aibu katika maisha yetu. Ni aibu pia hata kwa taifa letu pale ambapo tumeingia katika hali ya malumbano. Yote hiyo ni kutokana na mambo mbalimbali kutoenda vizuri. Basi katika mwaka huu 2026 tunapokuwa tukitathmini tulikotoka, basi yatupasa tuweze kuchukua hatua na kuweza kufanya marekebisho, kuweza kuboresha zaidi pale ambapo tuliteleza, ili mwisho wa siku tuweze kufanya kitu kipya ambacho kitatuletea zaidi furaha na amani ya kile ambacho tunatangaziwa juu ya kuzaliwa kwa Mwokozi wetu, ambaye sasa ametimiza siku 8 na anapewa jina Yesu, yani Mungu mkombozi wetu. Basi wana wa Mungu, nafasi nyingine ni kuweza kumshukuru Mungu kwa yale yote ambayo ametutendea. Ni siku ya shukrani kwa Mungu tunaposherehekea sherehe hii ya mwaka mpya, tunaposherehekea sherehe hii ya Bikira Maria mama wa Mungu. Basi kwa maombezi ya mama Bikira Maria tuwe watu wa shukrani kwa Mungu. Kwa maombezi ya mama Bikira Maria tuwe watu wa kuitikia wito vile ambavyo tumechaguliwa, vile ambavyo tumetumwa, tuweze kutimiza vema majukumu yetu. Yule aliye baba katika familia aweze kutimiza majukumu yake kama baba katika familia, na siku zote akumbuke kushukuru katika yote. Yule aliye mama akumbuke kutimiza majukumu yake katika familia, na siku zote katika yote hayo akumbuke kushukuru. Yule aliye mtoto katika familia akumbuke kutimiza majukumu yake katika hali yake ya utoto, katika hali yake ya ukijana, ili katika yote mwisho wa siku akumbuke kushukuru. Hivyo wapendwa taifa la Mungu, tumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha mwaka mwingine, mwaka huu 2026. Tukabidhi huu mwaka kwa huyu aliye mwombezi wa taifa letu, mama Bikira Maria, ambaye ni mama yetu sote, kwa kufanyika kuwa mama wa Yesu.
manake anakuwa ni mama yetu sisi sote. Kwa maombezi yake tuzidi kujaliwa neema na baraka nyingi maishani mwetu, nasi tuweze kutimiza wajibu wetu, kila mmoja kwa wito aliojaliwa na Mungu aweze kuwajibika vema. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.